Wakati wa siku za Nuhu kulikuwa na dalili wazi za kuoza, lakini dunia ilikuwa bado tajiri na nzuri katika zawadi za mpango wa Mungu. Milima ilikuwa imefunikwa na miti mikubwa ikishikilia matawi yenye matunda ya mzabibu. Ndege kubwa kama bustani zilikuwa zimevaa majani ya kijani kibichi na zilikuwa tamu, zikijaa harufu ya maua 1000. Matunda ya dunia yalikuwa na aina nyingi sana na karibu bila kikomo. Miti ilikuwa mikubwa zaidi kwa ukubwa, uzuri na uwiano mzuri kuliko yoyote inayopatikana sasa. Miti yao ilikuwa ya nafaka nzuri na dutu ngumu inayofanana kwa karibu na mawe na isiyoweza kudumu sana. Dhahabu, fedha na vito vya thamani vilikuwepo kwa wingi. Jamii ya wanadamu bado iliendelea kuwa na nguvu nyingi za mapema, lakini vizazi vichache vilikuwa vimepita tangu Adamu kuufikia mti huo, ambayo ilikuwa kurefusha maisha, na uwepo wa mwanadamu bado ulipimwa kwa karne nyingi. Kama watu hao waliokuwa na maisha marefu pamoja na uwezo wao wa kipekee wa kupanga na kutekeleza wangejitolea katika huduma ya Mungu, wangeweza kufanya jina la muumba wao kuwa sifa duniani na wangeweza kutimiza kusudi ambalo aliwapa maisha. Lakini walishindwa kufanya hivyo. Kulikuwa na majitu mengi, watu warefu na wenye nguvu waliojulikana kwa hekima, wastadi katika kutunga kazi za ujanja na za ajabu sana, lakini hatia yao ya kuachilia uovu ililingana na ustadi wao na uwezo wao wa kiakili. Mungu aliwapa hawa watu wa kabla ya gharika karama nyingi na nyingi sana, lakini walitumia fadhila zake kujitukuza wenyewe na kuwageuza kuwa laana kwa kukazia mapenzi yao juu ya zawadi badala ya mpaji. Walitumia dhahabu na fedha, mawe ya thamani na mbao bora katika kujenga makazi yao wenyewe, na walijitahidi kuzidi kila mmoja katika kupamba makazi yao kwa ufundi wa hali ya juu. Walitafuta tu kutimiza tamaa za mioyo yao ya kiburi, na walifurahia mandhari ya raha na uovu bila kutaka kumweka Mungu katika maarifa yao. Walifika haraka kukataa kuwepo kwake. Walikuwa wanamwabudu asili badala ya Mungu wa asili, walimtukuza mwanadamu, walikuwa wanamwabudu kazi za mikono yao wenyewe, na walifundisha watoto wao kuinama mbele ya sanamu zilizochongwa. Na chini ya kivuli cha miti mizuri walijenga madhabahu za sanamu zao. Mikuyu mikubwa ambayo ilihifadhi majani yake mwaka mzima ilitengwa kwa ibada ya miungu ya uongo. Mikuyu hii ilikuwa na bustani nzuri zilizounganishwa. Barabara zao ndefu na zenye mizunguko zilikuwa zimejaa miti inayobeba matunda ya kila aina, ikipambwa na sanamu na kuandaliwa na kila kitu ambacho kingeweza kufurahisha hisia au kuhudumia tamaa za anasa za watu, na hivyo kuwavutia washiriki katika ibada ya sanamu. Wanaomwabudu miungu ya uongo walivika miungu yao sifa za kibinadamu na hisia, na hivyo kiwango chao cha tabia kilishuka hadi kufanana na ubinadamu wenye dhambi. Mungu aliona kwamba uovu wa mwanadamu ulikuwa mkubwa duniani na kwamba kila mawazo ya moyo wake yalikuwa ni mabaya tu kila wakati. Dunia pia ilikuwa imeharibika mbele za Mungu, na dunia ilikuwa imejaa vurugu. Mungu alikuwa amewapa wanadamu amri zake kama kanuni ya maisha, lakini sheria yake ilivunjwa na kila dhambi inayoweza kufikiriwa ilikuwa matokeo. Uovu wa wanadamu ulikuwa wazi na wa ujasiri. Haki ilikanyagiwa kwenye vumbi na vilio vya walioteseka vilifika mbinguni. Dunia ilikuwa katika hatua zake za mwanzo. Hata hivyo, uovu ulikuwa umekuwa mzito na mpana kiasi kwamba Mungu hakuweza tena kuvumilia. Naye alisema, nitawaharibu wanadamu niliowaunda kutoka uso wa dunia. Alitangaza kwamba roho yake haitapaswa kuendelea kushindana na kizazi chenye hatia. Kama wangeendelea kuharibu dunia na hazina zake za thamani kwa dhambi zao, angefuta kutoka kwa uumbaji wake na kuharibu vitu ambavyo alifurahia kuwabariki. Angesafisha wanyama wa porini na mimea ambayo ilitoa chakula kwa wingi. Na angegeuza dunia yao nzuri kuwa mandhari kubwa ya uharibifu na maangamizi.
Miaka 120 kabla ya mafuriko, Bwana kupitia malaika mtakatifu alimtangazia Nuhu kusudi lake na kumwelekeza kujenga safina. Wakati akijenga safina, alipaswa kuhubiri kwamba Mungu angeleta mafuriko ya maji juu ya dunia ili kuharibu waovu. Wale ambao wangeamini ujumbe na kujiandaa kwa tukio hilo kwa toba na mabadiliko wangeweza kupata msamaha na kuokolewa. Mungu alimpa Nuhu vipimo sahihi vya safina na maelekezo wazi kuhusu ujenzi wake katika kila kipengele. Hekima ya kibinadamu haiwezi kuwa na uwezo wa kubuni muundo wa nguvu na uimara kama huo. Mungu alikuwa mbunifu na Nuhu alikuwa mjenzi mkuu. Ilikuwa na ghorofa 3 na mlango mmoja tu ulio upande. Nuru ilikubaliwa juu na vyumba tofauti vilipangwa kwa namna kwamba vyote vilikuwa na mwangaza. Vifaa vilivyotumika katika ujenzi wa safina ilikuwa ni mti wa cypress au gofa ambao usingeweza kuharibika kwa mamia ya miaka. Ujenzi wa muundo huu mkubwa ulikuwa mchakato wa polepole na wa taabu, lakini safina yenyewe haiwezi kuhimili dhoruba ambayo ilikuwa inakaribia kuja juu ya dunia. Mungu peke yake ndiye angeweza kuwahifadhi watumishi wake juu ya maji yenye dhoruba. Kwa imani, Nuhu, akionyeshwa na Mungu mambo ambayo bado hayakuonekana, alihamasishwa na hofu akajenga safina ili kuokoa nyumba yake. Kwa hiyo alihukumu dunia na kuwa mrithi wa haki ambayo ni wa imani. Wakati Nuhu alikuwa akitoa ujumbe wake wa onyo kwa dunia, matendo yake yalithibitisha uaminifu wake. Ndivyo ilivyokuwa, kwamba imani yake ilikamilishwa na kuonekana wazi. Aliipa dunia mfano wa kuamini kile ambacho Mungu anasema. Yote aliyokuwa nayo aliwekeza katika safina. Wakati akijenga hiyo safina kubwa kwenye ardhi kavu, umati wa watu walikuja kutoka kila upande kuangalia jambo hilo la ajabu na kusikia maneno ya dhati na ya shauku ya mhubiri huyo wa kipekee. Kila pigo lililopigwa kwenye safina alikuwa shahidi kwa watu. Hata hivyo, hawakurudi kwa Mungu kwa toba ya kweli. Hawakuwa tayari kuachana na dhambi zao. Wakati wa kipindi kilichopita kabla ya kuja kwa mafuriko, imani yao ilijaribiwa na walishindwa kustahimili mtihani. Wakiwa wamezidiwa na kutokuamini kwa wengi, hatimaye walijiunga na wenzake wa zamani katika kukataa ujumbe huo wa umuhimu. Wengine walikuwa na dhamira kubwa na wangeweza kusikiliza maneno ya onyo. Lakini kulikuwa na wengi wa kucheka na dhihaki kiasi kwamba walishiriki roho hiyo hiyo. Wanaume wa kizazi hicho hawakuwa wote, kwa maana kamili ya neno, waabudu sanamu. Wengi walijifanya kuwa waabudu wa Mungu. Walidai kwamba sanamu zao zilikuwa uwakilishi wa Mungu, na kwamba kupitia hizo watu wangeweza kupata dhana wazi zaidi ya Mungu. Wakati walijaribu kumwakilisha Mungu kwa vitu vya kimwili, akili zao zilifungwa na ukuu na nguvu zake. Walikuwa wameacha kutambua utakatifu wa tabia yake au asili ya takatifu na isiyobadilika ya mahitaji yake. Kadiri dhambi ilivyozidi kuenea, ilionekana kuwa si dhambi sana, na hatimaye walitangaza kwamba sheria ya kimungu haikuwa tena inatumika, kwamba ilikuwa kinyume na tabia ya Mungu kuadhibu makosa, na walikataa kwamba hukumu zake zingeweza kutekelezwa duniani. Kama wanaume wa kizazi hicho wangefuata sheria ya kimungu, wangeweza kutambua sauti ya Mungu katika onyo la mtumishi wake. Lakini akili zao zimekuwa zimefungwa sana na kukataa mwangaza kiasi kwamba wanaamini kwa dhati kwamba ujumbe wa Nuhu ni udanganyifu. Sio umati au wengi walikuwa upande wa haki. Ulimwengu ulikuwa umejipanga dhidi ya haki ya Mungu na sheria zake, na Nuhu alionekana kama mtu wa kupita kiasi. Ulimwengu ulifurahia ujinga wa mzee huyo aliyepotoshwa. Badala ya kujinyenyekeza mbele ya Mungu, waliendelea na uasi wao na uovu, kana kwamba Mungu hakuwa amesema nao kupitia mtumishi wake. Lakini Nuhu alisimama kama mwamba katikati ya dhoruba. Akiwa amezungukwa na dhihaka maarufu, alijitofautisha kwa uaminifu wake mtakatifu na imani yake isiyoyumbishwa. Nguvu ilihusiana na maneno yake, uhusiano na Mungu.
Alimfanya kuwa na nguvu katika nguvu ya uwezo usio na mipaka, wakati kwa miaka 120 sauti yake ya umuhimu ilisikika masikioni mwa kizazi hicho, kuhusu matukio ambayo kadiri hekima ya kibinadamu ilivyoweza kuhukumu yalionekana kuwa hayawezekani. Ulimwengu kabla ya gharika ulifikiria kwamba kwa karne nyingi sheria za asili zilikuwa zimewekwa. Msimu unaojirudia ulikuwa umekuja kwa mpangilio wake. Hadi sasa mvua haikuwa imeshuka. Ardhi ilikuwa imepandwa na mvua ya ukungu au umande. Lakini kwa upinzani wao wa kutisha dhidi ya maonyo ya dhamiri, kizazi hicho kilijaza kipimo cha uovu wao na kikawa tayari kwa uharibifu. Wakati wa majaribio yao ulikuwa karibu kumalizika. Nuhu alikuwa ameufuata kwa uaminifu mwongozo aliyoupata kutoka kwa Mungu. Safina ilikuwa imekamilika katika kila sehemu kama Bwana alivyokuwa ameagiza, na ilikuwa imejaa chakula kwa ajili ya mwanadamu na wanyama. Na sasa mtumishi wa Mungu alifanya mwito wake wa mwisho kwa watu. Kwa maumivu ya tamaa ambayo maneno hayawezi kuelezea, aliwasihi watafute kimbilio wakati kinapoweza kupatikana. Wanyama wa kila aina wenye nguvu na wapole walionekana wakitokea milimani na msituni na kwa kimya wakielekea kwenye safina. Sauti kama ya upepo mkali ilisikika, na tazama, ndege walikuwa wakikusanyika kutoka kila upande, idadi yao ikifunika mbingu, na kwa mpangilio mzuri walipita kuelekea kwenye safina. Wanyama walitii amri ya Mungu wakati wanaume walikuwa wasiotii. Wakiongozwa na malaika watakatifu, walikuwa wakiingia wawili wawili kwa Nuhu ndani ya safina, na wanyama safi walikuwa wakiingia kwa saba. Dunia ilitazama kwa mshangao, wengine wakiwa na hofu. Wanafalsafa walialikwa kutoa maelezo kuhusu tukio hilo la kipekee, lakini ilikuwa bure. Ilikuwa fumbo ambalo hawawezi kulielewa. Mungu alimwamuru Nuhu, njoo wewe na nyumba yako yote ndani ya safina, kwa maana nimeona wewe ni mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Onyo la Nuhu lilikataliwa na dunia, lakini ushawishi wake na mfano wake ulileta baraka kwa familia yake. Kama malipo ya uaminifu na uadilifu wake, Mungu aliokoa wanachama wote wa familia yake pamoja naye. Rehema ilikuwa imeacha kuomba kwa ajili ya kizazi chenye dhambi. Wanyama wa uwanja na ndege wa angani walikuwa wameingia mahali pa hifadhi. Nuhu na nyumba yake walikuwa ndani ya safina, na Bwana akamfunga ndani. Mwangaza wa kupendeza unaonekana, na wingu la utukufu lililo na mwangaza zaidi ya umeme linashuka kutoka mbinguni na kusimama mbele ya mlango wa safina. Mlango mkubwa ambao ilikuwa haiwezekani kwa wale waliokuwa ndani kufunga, ulifunguliwa polepole na mikono isiyoonekana. Nuhu alikuwa amefungwa ndani, na wale waliokataa rehema ya Mungu walikuwa wamefungiwa nje. Muhuri wa mbinguni ulikuwa kwenye mlango huo. Mungu alikuwa amefunga, na Mungu peke yake ndiye angeweza kufungua. Kwa siku 7 baada ya Nuhu na familia yake kuingia ndani ya safina, hakukuwa na ishara yoyote ya dhoruba inayokuja. Lakini siku ya 8 mawingu meusi yalifunika mbingu. Kulikuwapo na mumururo wa ngurumo na mwangaza wa umeme. Hivi karibuni, matone makubwa ya mvua yalianza kunyesha. Dunia haijawahi kushuhudia kitu kama hiki, na mioyo ya watu iligongwa na hofu. Wote walikuwa wakichunguza kwa siri, je, inaweza kuwa Nuhu alikuwa na haki na kwamba dunia imehukumiwa kuangamizwa? Mbinguni kulizidi kuwa giza na mvua ilianza kunyesha kwa kasi. Wanyama walikuwa wakizunguka kwa hofu kubwa, na vilio vyao visivyo na mpangilio vilionekana kama vinalia kuhusu hatima yao na hatima ya mwanadamu. Kisha chemchemi za kina kikali zilivunjwa na madirisha ya mbinguni yalifunguliwa. Maji yalionekana yakitoka kwenye mawingu kwa nguvu kubwa.
Mito ilivunja mipaka yake na kujaa mabonde. Maji yalitokea kwa nguvu isiyoelezeka kutoka ardhini, yakitupa mawe makubwa kwa mrefu wa mguu 100 kadhaa angani, na haya yaliposhuka yalijizika ndani ya ardhi. Madhabahu ambayo dhabihu za kibinadamu zilikuwa zikitolewa yalibomolewa, na waabudu walifanya kutetemeka mbele ya nguvu ya Mungu aliye hai, na kujua kwamba ilikuwa ufisadi wao na ibada za sanamu zilizokuwa zimesababisha kuangamizwa kwao. Kadri vurugu za dhoruba zilivyoongezeka, miti, majengo, mawe na ardhi vilitupwa kila mahali. Hofu ya mwanadamu na mnyama ilikuwa zaidi ya maelezo. Juu ya kelele ya dhoruba kulisikika kilio cha watu ambao walikataa mamlaka ya Mungu. Wengine walikuwa na hofu kubwa, wakinyoosha mikono yao kuelekea safina na kuomba kuingia, lakini maombi yao hayakuwa na maana. Hatimaye dhamiri iliamshwa kujua kwamba kuna Mungu anayeshika mamlaka mbinguni. Wengine katika kukata tamaa walijaribu kuingia kwenye safina, lakini muundo ulio imara ulishinda juhudi zao. Wengine walishikilia safina hadi walipobebwa na maji yanayoshughulika, au kushikilia kwao kukavunjika kutokana na kugongana na mawe na miti. Safina kubwa ilitetemeka katika nyuzi zake zote ilipokuwa ikipigwa na upepo usio na huruma na kuhamasika kutoka wimbi hadi wimbi. Vilio vya wanyama ndani vilionyesha hofu na maumivu yao. Moja. Lakini katikati ya vipengele vinavyopigana ilizidi kuendesha salama. Wengine walijifunga watoto wao na wenyewe kwenye wanyama wenye nguvu, wakijua kwamba hawa walikuwa na uwezo wa kuishi na wangeweza kupanda hadi kilele cha juu ili kukwepa maji yanayoongezeka. Wengine walijifunga kwenye miti mirefu juu ya kilele cha milima au vilima. Mahali moja baada ya jingine ambayo yalionyesha usalama yalitengwa. Kadri maji yalipoinuka juu zaidi na zaidi, watu walikimbilia kwenye milima mirefu kwa ajili ya hifadhi. Mara nyingi wanadamu na mnyama wangejipatia nafasi ya kusimama pamoja hadi wote wawili wangeondolewa kutoka kwenye kilele cha juu. Wanaume walitazama mbali kwenye bahari isiyo na pwani. Onyo zito la mtumishi wa Mungu halikuonekana tena kama mada ya dhihaka na dhihaka. Jinsi wale wenye dhambi waliokumbwa na hukumu walivyotamani fursa ambazo walizipuuza. Jinsi walivyokuwa wakisihi kwa saa moja ya kujaribiwa, kibali kingine cha rehema, wito mmoja kutoka kwa midomo ya Nuhu. Lakini sauti tamu ya rehema haikusikika tena kwao. Lakini upendo, kama vile haki, ulihitaji kwamba hukumu za Mungu zifanye kizuizi juu ya dhambi. Maji ya kulipiza kisasi yalipita juu ya makazi ya mwisho, na wale waliomdharau Mungu walikufa katika kina kirefu cheusi. Kwa neno la Mungu, ulimwengu ambao ulikuwepo wakati huo ukijaa maji ulipotea. Lakini mbingu na ardhi ambazo zipo sasa, kwa neno hilo hilo zinawekwa akiba, zikihifadhiwa kwa ajili ya moto, dhidi ya siku ya hukumu na kuangamizwa kwa watu wasio na haki. Dhoruba nyingine inakuja, na dhambi na wenye dhambi wataangamizwa.